Ni kwamba tu labda kwa sababu ya ilivyozoeleka na kutishana sasa na wale vitisho kutoka na tulivyosoma huko zamani. Unakuta mtu anasema hesabu ni ngumu, kulingana labda amesoma, anaona masuala ya kusolve sana, au zile topics zinazotajwa mara logi mara nini, anaona kwamba hii ni kitu kigumu sana kuja kukifanya yeye. Sequences na maana ugumu unakuwa ni ile imetengenezwa tu kwamba ni notion kwa wale watoto, wanakuwa wanajengewa ile notion kwamba ni kitu kigumu, lakini ukiingia kufanya maana yake ukafanya maswali mengi, mwalimu ukapata mwalimu ambaye yuko sahihi kwako wewe, kitu hicho kitakuwa ni bora kwako. Mwalimu, wewe unafundisha masomo gani? Mimi nafundisha somo la hesabu ambao tunasema advanced mathematics kwa advance, ambao ni pure. Na pia kwa masomo yale nadhani wanaochukua masuala PCB, HGE au wanaochukua masuala BAM na nini, kwa maana yake na basic applied mathematics pia nafundisha kwa masomo hayo mawili kwa advance kwa kiasi hicho. Basi mimi nilikuwa nakutafuta bwana. Wanafunzi wanasema biology ngumu, physics ngumu, lakini sio hesabu. Unawafanyaje? Kwa ufupi ukiangalia hapa tunashirikiana na walimu wenzangu ili kuinsist wanafunzi waweze kuelewa zaidi kwa kutoa kazi nyingi, maana yake mitihani mingi, wanafanya masuala ya series ni sana kwa sana. Maana yake kila wiki lazima apate mitihani. Kila wiki mtoto apate mitihani ili mradi ile imjenge experience ya kufanya yale, kuzoea yale maswali. Ili mradi, kwa sababu tunasema kwamba kuna baadhi ya maswali pia waga na tabia kurudia mara kwa mara, ili mtoto aweze kuipata ile experience sasa ya kufanya lile swali alizoee mpaka itakapofika mtihani wake wa mwisho anafanya akiwa yuko comfortable. Utofauti wa mwalimu wa A level hisabati na utofauti wa mwalimu wa ordinary level uko vipi? Utofauti wake hapa ni kwamba kwa huku kwa A level maana yake vitu vinaongezeka, vinakuwa vipana zaidi, kwa sababu naangalia kwa O level unakuwa na somo moja tu ambao ni basic applied mathematics, lakini kwa huku inakuwa ni advanced. Maana yake wanasema advanced imegawanyika katika pande mbili, kuna pure 1 na pure 2. Maana yake hesabu hiyo advanced 1 na advanced 2 ambao vina topic zake tofauti na zina ukubwa mwingi. Kwa hiyo maana yake ukubwa wake tuseme kwamba expansion yake ile zile topics zitakuwa zikubwa compare na ile ordinary level. Wanafunzi wanaonekana kukuelewa sana. Unatumia njia gani? Tupe njia unazozitumia. Njia achana, tunajua unashirikiana na walimu wenzako. Binafsi unatumia njia gani? Hapa kwa njia zangu mimi nadhani ni ufundishaji tu kwa wale wanafunzi wangu na kutoa kazi mara kwa mara na kufuatilia sasa kwamba mwanafunzi wangu je, amefanya ile kazi, ili mradi nijue kwamba huyu ameelewa au hajaelewa, niweze kufanya alternative njia nyingine. Kama ameelewa nifanye kazi nyingine, au kama hajaelewa nifanye njia gani, ili mradi ile yeye aweze kupata kile kitu kwa uhalisia. Unafikiri kwa nini wanafunzi wanasema hisabati ni ngumu? Ni kwamba tu labda kwa sababu ya ilivyozoeleka na kutishana sasa na wale vitisho kutoka na tulivyosoma huko zamani. Unakuta mtu anasema hesabu ni ngumu, kulingana labda amesoma, anaona masuala ya kusolve sana, au zile topics zinazotajwa mara logi mara nini, anaona kwamba hii ni kitu kigumu sana kuja kukifanya yeye. Sequences na maana yake ugumu unakuwa ni ile imetengenezwa tu kwamba ni notion kwa wale watoto, wanakuwa wanajengewa ile notion kwamba ni kitu kigumu, lakini ukiingia kufanya maana yake ukafanya maswali mengi, mwalimu ukapata mwalimu ambaye yuko sahihi kwako wewe, kitu hicho kitakuwa ni bora kwako. Tunasema hivyo hata wale masomo ambayo wanakimbilia zaidi, la mfano kama tuseme ni history, labda ni geography, au masomo pia yanahitaji upate muda sahihi wa kufanyaje, kusoma na kusoma zaidi, ili ufanye maswali mengi, angalau ikutengenezee wewe experience. Na huku hivyo kwa hesabu the same applies. Lazima huyu mwanafunzi pia na yeye atumie muda wake mwingi katika kujisomea na kufanya maswali mengi na kumsisitiza sasa mwalimu kwamba hapa nimekwama, hapa na kitu hichi, inakuwa ni virahisi kwake kufaulu. Asante mwalimu. Unapokea wanafunzi kutoka wakitoka kwako ngazi ya wewe ni sawa sana ngazi ya mwisho kuelekea kwenye professionalism zao, si ndio? Unakutana na wanafunzi ambao wana changamoto tofauti kutokana na uko walimu ambao wamepishana nao. Unafikiri msingi uwe vipi katika kufundisha hesabu kuanzia
ngazi tuseme ya sekondari form 1 mpaka form 4, kutokana na changamoto ambazo wewe umekutana nazo kwa wanafunzi wako? Kwa hapo, kwa ushauri wangu, ni mtoto aweze kwanza level ya chini aipate ile uhalisia wa hesabu. Kwa mfano kama ni somo la hesabu kwa upande wetu, maana yake pale ufundishaji uwe ni wa kuinsist sana, afu pia maswali ambayo anatakiwa afanye, maana yake mtoto afuatiliwe, afu na maswali apewe zaidi, ili mradi ajue kwamba yule mwalimu atambue sasa huyu mwanafunzi wangu, je, ana kipi ambacho kinampungua kwake, ili mradi aweze kufanyaje, kumwelekeza zaidi. Unaona, ambao tunasema mfano wetu, mfano ukishuhudia kwa shule yetu kwa hapa, sisi tunachokifanya manake huyu mwanafunzi tutamjengea ile experience na kuzoea yale maswali kwa kumpa yale maswali mengi. Sio, unaona, asa the same price hata kwa O-level au chini huko, mtoto tunakuwa namjengea kidogo kidogo kila kitu anasema anakizoea. Tunasema kwamba mazoea hujenga nini? Tabia. Mtu kitu utazoea, mwisho wa siku utasema ni nini? Ni kitu cha kwako, unaona. Na ile ratiba ya kuweka vipindi vingi vya hisabati na yenyewe huwa inasaidia kwa wiki kuweka vipindi vingi. Ni moja ya njia pia ya njia kwa ajili ya kufanya mtoto afanyeje, aweze kulisoma lile somo. Kwa sababu tunafanya pale ili mradi apate kulisoma lile somo. Je, atalisoma kwa muda gani? Na sasa zaidi, kwa mfano kama somo la hesabu, ni maana yake nawekwa vipindi vyake vya asubuhi. Mtoto anapoamka ule ubongo unakuwa bado hujapata kitu chochote, ili anzie kile kitu aweze kibaki kichwani. Tuende na maswali mawili ya mwisho. Maswali yangu haya kidogo ni, ushakutana na mwanafunzi ambaye ukasema huyu simuwezi kabisa, yani ni mbulula, na ushakutana na mwanafunzi ambaye huyu anaona kabisa anakuzidi? Kwa hapo na kwa mtoto ambaye kidogo akili kwamba labda ni hajaelewa, sasa hajafanyaje, tunasema tu pale labda maybe mtoto hajaelewa, lakini ni namna ya ufundishaji wa mwalimu ndio utakufanya mtoto aelewe. Kwa sababu unaweza kumpata mtoto ambaye hajui kabisa, alikuwa anafanya ile hofu ya kuogopa kile kitu, si ndivyo, akawa na feli, si ndivyo, ila akipata mwalimu sahihi ambaye anaweza akamuinsist, akamfuatilia, akampa vitu ambavyo vinatakiwa, maana yake tayari anaweza akafaulu. Na sisi tuna mifano mingi za walimu walioko hapa, kwa ushirikiano wetu wanafanya hivyo. Watoto wanakuja ambao kidogo huwezi kabisa ukamfanya mtoto afanye kile kitu, lakini kuna namna ya kumshauri kwamba wewe akili yako tukiangalia wewe unabezi upande huu, ukichukua hichi kitu kitakusaidia kwa hapa, ili mradi kile kitu namtengenezea kwamba I have vision fulani kwa kuja kuifanya ile, unaona kwamba mbeleni naweza nikafanya kitu gani, ili mradi yeye apate sasa ile nini, nguvu ya kufanya kile kitu, unaona. Lakini kwa upande wa mwanafunzi ambaye kidogo anajua vile vitu ni sawa, kwa sababu lazima umeshakutana naye wapo, unaona kabisa huyu mbona kama anani, yaani wewe unaona kabisa unasolve unakosea, lakini yeye anakukosoa. Ni wapo, kwa sababu tunasema kwamba tukisema kwamba sio kila kitu mwalimu atakuelekeza, si ndivyo? Tunasema 25% mwalimu, lakini 75% mwanafunzi. Unaona kwamba yule huenda claiming ya ubongo wake unakuwa juu zaidi kuzidi wengine, si ndivyo? Kwa hiyo huyu hata ukiwa unafanya kile kitu au unafundisha ile topic, maana yake hata anashajua kwamba kuna kitu hichi kinaendelea, hichi na kinaendelea, unaona. Kwa hiyo inakuwa ukimpata mwanafunzi wa hivyo, na maana yake inakuwa ni vyepesi kwangu mimi kunirahisishia kazi, kwa sababu sitotumia nguvu nyingi ya kumfundisha, pia atafanya vitu vingi kufanya kuwaelekeza wale wenzake. Walimu wengine wanakasirika, mimi mwalimu naelekezaje na mwanafunzi? Hapana, kwa sababu hiyo haitaki, kwa sababu tunaangalia kwamba ukipata wanafunzi hata watatu ndani ya darasa moja, hao wanaweza kanyanyua wenzao. Unaona, haijatokea labda either mle ndani unakuta labda wanafunzi kuna discussion, wao wanafunzi watatu wanaweza kufanya discussion kwa wale wenzao ambao wanauelewa chini, hiyo wakielewa kile kitu, na mimi pia kunipunguzia ile kazi ya kuja kufanyaje, kuelekeza wale wanafunzi. Kwa hiyo mimi mwanafunzi kama huyu nitampenda zaidi, kwa sababu anaweza kunisaidia mimi kurahisishia ile kazi.